kusoma neno la Mungu kutoka Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo. Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo, mlango ule wa 3 mstari ule wa 13 hadi mstari wa 17. Na habari hizo pia zinapatikana Marko 1:9-11. Marko 1:9-11. Lakini pia habari hizo pia zinapatikana katika Luka ule mlango wa 3:21 hadi 22. Lakini pia habari hizo zinapatikana kwenye Yohana 1:29 hadi 34. Ila mimi nitasoma Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo mlango ule wa 3 mstari wa 13 hadi ule mstari wa 17. Mahali hapo pameandikwa: wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akakubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikafunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Leo ni Jumapili ya kwanza baada ya Epifania. Leo ni Jumapili ya kwanza baada ya Epifania. Na Epifania inaanza tarehe 6 Januari. Kutoka tarehe 6 Januari ni Jumapili ya kwanza. Epifania ni ufunuo wa Mungu wa kumdhihirisha Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu. Epifania ni udhihirisho na ufunuo wa Mungu wa kuiweka huduma ya Yesu hadharani, na ndani yake utimilifu wa Utatu Mtakatifu. Maana anapobatizwa sauti inasikika ambayo ni sauti ya Mungu, na Yesu yupo, na huwa akija juu yake kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Kwa ni Utatu Mtakatifu, ni utambulisho wa huduma ya Yesu Kristo. Na Epifania ni Yesu kwa mataifa yote, si kwa Wayahudi tu. Katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, huduma ulio nayo, iwe ya kiroho, iwe ya kimwili, Mungu
aweze kukufungulia mipaka mikubwa, isiwe ndani ya boksi, iwe nje ya boksi. Yesu anapofunuliwa kwa mataifa yote, si wa Wayahudi tu, bali ni wa watu wote. Huduma ulionayo isiwe ya eneo moja. Mungu afanye kuitambulisha kwa utambulisho mpana, ili na wengi upate kuwafikia katika huduma ulionayo leo, ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya Epifania, kwamba upana wa huduma unapanuka. Na Biblia wanayoandika juu ya habari, maeneo mengi wameandika kubatizwa kwa Yesu na mwanzo wa huduma ya Yesu. Lakini mistari hii mwingine pia angeliweza kusema ni utambulisho wa huduma ya Yesu. Ni utambulisho, inatambulishwa. Mistari hii ambayo tumeisoma, mtu mwingine angeliweza kusema udhihirisho wa nguvu za Mungu katika huduma ya Yesu Kristo. Udhihirisho, muonekano wa nguvu za Mungu katika huduma yake Yesu. Mwingine angeliweza kusema hivyo. Lakini mwingine angeliweza kusema utambulisho wa Mungu una nguvu kuliko utambulisho wa wanadamu. Utambulisho wa Mungu una nguvu kuliko utambulisho wa wanadamu. Mwingine angeliweza kusema hivyo. Kwa nini? Maana amepata huduma aliyopata. Sauti inamtambulisha kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Ingetokea neema ya kusema, nimewasikia wengine wakisema, acha Mungu akutambulishe, using'ang'ane kujitambulisha. Kujitambulisha usitumie nguvu kubwa. Acha Mungu akutambulishe. Yesu anatambulishwa na Mungu. Na habari hii ingetokea wale wanaotaja wahusika kwenye habari, huenda ambaye angewataja wahusika wafuatao. Wapo Mafarisayo ambao wanaonekana kwa mbali. Wapo Masadukayo, wapo watoza ushuru, wapo maaskari, yupo Yohana Mbatizaji, yupo na Yesu. Na wapo makutano. Kama ingekuwa ni kutaja wahusika wa habari, wengine kama wamefichama, lakini wapo. Wanapozungumza huyu ni mwanangu mpendwa wangu, sawa sana somo ambalo somo la Isaya limesomwa, anasema huyu ni mtumishi wangu, anatambulishwa. Si hivyo. Haya tuliyosema juu ya kusema ambavyo wangesema wanaosema. Mwingine yamkini angesema nguvu ya sauti ya Mungu. Nguvu ya sauti ya Mungu. Ziko nguvu nyingi. Iko nguvu ya fedha. Iko nguvu ya dola. Iko nguvu ya mila na desturi. Iko nguvu ya utamaduni. Iko nguvu ya kibabe. Lakini hapa tunazungumza nguvu ya sauti ya Mungu.
Hii nguvu ya sauti ya Mungu inatikisa hata miti ya mierezi, inatikisa hata miti ya mbuyu. Zaburi tuliyoisoma inasema vile ambavyo sauti ya Mungu ikishuka mahali, hata ayala wanazaliana. Sauti ya Mungu ikishuka mahali, jangwa la Kadeshi lilitikiswa. Zungumza habari za daraja. Yesu kama anatimiza torati yote, lakini ndiye neema. Anatimiza torati yote, lakini ndiyo neema. Kwa Yordani ni daraja la agano la kale na agano jipya. Yordani ni maisha mapya, maana sawasawa na Rumi 6:3-4 tunakubatiza Lawi afwilile mwankuga katika mauti ya Yesu Kristo, na kubatiza na wewe katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Usiwe hai peke yako, bali pamoja na Kristo. Kwa Yordani, kwa ni kufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo. Jumapili ya leo ambayo watumishi wa Mungu wanaingia katika utumishi wa Mungu aliyewaita, na tukizungumza ufunuo wa huduma ya Yesu Kristo. Na alipokuwa anahudumiwa, maandiko yanasema, samani baba mwenyekiti na makasisi yote, sinaruhusiwa kuzunguka kidogo na kurudia hapa. Jamani, sinaruhusiwa kuzunguka kidogo na kurudia ikitokea. Yaani ikitokea. Kwa mfano sasa ndio inatokea sasa hivi. Kwa tunapozungumza habari hizi za hapa Yordani, ambapo Yesu amebatizwa, na maandiko yanasema walipobatizwa waliobatizwa, na Yesu naye akabatizwa. Walikweko waliobatizwa, na kama walikweko waliobatizwa na majina hajatajwa, lakini Yesu likatajwa jina. Ukiwa mahali jina lako lisipoapia, likaapia jina la watu wengine, usikonde wala usipate pressure. Walibatizwa waliobatizwa, na Yesu naye akabatizwa. Yesu linatajwa jina, wengine walibatizwa. Alipobatizwa akainuka na akawa naomba. Akiwa katika kuomba, ndipo huwa anashuka juu yake. Kwa nini huwa? Mwanzo 1:2 inaeleza ile roho ya Mungu ilipokaa juu ya maji. Na Mwanzo 8:6-12, na ukipenda ukafika 20, ukipenda zaidi ukafika 22. Huwa ni udhihirisho wa msimu mpya. Ibada hii ambayo wapaka mafuta wa Bwana, mbaraka wa kwanza na wakfu, Mungu awaingize kwenye msimu mpya wa kwake. Msimu mpya wa kimungu. Uko msimu wa kwako, uko msimu wa rafiki zako, lakini uko msimu mpya wa Mungu. Tukiyajua hayo, msimu mpya wa Mungu mwenye sauti yenye nguvu inayotikisa visivyotikisika, lakini kwa sauti ya Mungu vinatikisika, ndiye mnaingia kwenye msimu wa kwake. Wewe ni shahidi. Yule njiwa, msimu mpya wa Nuhu, alipofika mahali pale, ameenda kunguru, na njiwa ameenda. Alipoenda mara ya kwanza akarudi, mara ya mwisho wakati kule kuna kalika, hakurudi njiwa. Anampa ufunuo na udhihirisho Nuhu kwamba wewe si wa kukaa mahali hapa, ni msimu mpya. Yesu anapobatizwa ni udhihirisho wa msimu mpya, ambaye alikuwa anaishi tu Nazareti, wanamfahamu wachache,
Na ndio maana imeandikwa, nami nikiinuliwa nitawavuta wote waje kwangu, kaskazini, mashariki, magharibi, kila eneo, pande zote. Anavuta wote. Ni msimu mpya, na kama ni msimu mpya, kila mmoja Mungu ampe msimu mpya. Uwe wa biashara, uwe wa kibali, uwe wa huduma, pokea msimu mpya. Pokea msimu mpya. Na kama yuko mtu aliye mdhaifu, unakuja msimu mpya wa afya. Kama yuko aliyechoka, unakuja msimu mpya wa nguvu. Kama yuko mtu aliyepoteza matumaini, unakuja msimu mpya wa matumaini mapya. Kama yuko mtu aliyekataliwa, unakuja msimu mpya wa kukubaliwa. Msimu mpya. Msimu. Paulo akawaambia watu wa Efeso, ile 1:17-18 mpaka 23. Nazungumza ile 18. Na ili watu waone msimu mpya, akawaombea. Lakini ukianzia 17, akasema roho ya hekima na maarifa na iwe juu yenu. Nami nikiwa kwenye madhabahu hii, mashariki, roho ya hekima na maarifa na iwe juu yenu. Mashariki, roho ya hekima na maarifa na iwe juu yenu. Macho yenu yatiwe nuru, ili uone ni msimu mpya, ni mpango mpya, ni majira mapya. Yes. Ametoka Nazareti, ameenda Jordan, na alipobatizwa kama alivyobatizwa wengine, ndipo sauti ikasikika, sauti ya Mungu aliye na nyakati zetu, aliye na kila kitu. Na iliposhuka namna hii, kama ni msimu mpya, na anaposema msikieni yeye, wako watu wengi unaowasikiliza. Sio vibaya, lakini ukifika kwenye ishu ya mahusiano na Mungu, sauti ya kuisikiliza ni ya Mungu. Na mtu akikusababishia uisikilize sauti yake kuliko sauti ya Mungu, amekudharau. Sauti ya Mungu ina nguvu. Na kama sauti ya Mungu ina nguvu, ukafanya ina nguvu kuliko sauti ya mtu, umedharauliwa na umejidharau. Mwana kondoo ameshinda. Wewe ni shahidi. Na hata walipoomboleza kifo cha Miriam ni kule Kadesh. Mungu akuondolee kila maombolezo. 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 Ingetokea kuuliza swali, ningeuliza hivi: katika huduma yako yote ya kimwili au ya kiroho, unamuonaje mteja anapokuja kwenye huduma yako? Ni swali tu. Katika huduma iwayo yoyote, unamthaminishaje mteja anayekuja kwenye huduma yako? Ninampenda Yohana Mbatizaji, na sana ilivyoandikwa kwenye ile Yohana, Injili ya Yohana 1:29, akamwona Yesu kama mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu. Na mshangaa kuhani Eli alipokutana na Hana kwenye madhabahu. Hana amemimina moyo wake kwa Bwana na midomo inacheza cheza. Eli kuhani anamwona mteja wake kama amelewa. Huyu mtumishi amekuja ili apate huduma, amechoshwa na uchungu moyoni. Unamwonaje mteja anapokuja kwenye huduma yako iwayo yoyote ile? Unamwonaje? Yohana alimwona huyu Yesu anayebatizwa ni mwana kondoo achukuaye dhambi za ulimwengu, na aliye na nguvu kuliko nguvu za kwake. Mtu anapohitaji huduma kwako, Mungu atupe neema kuona yako aliyokuzidi, japo mida hiyo anahitaji huduma kwako. Naeleweka? Ni kweli mida hii inahitaji huduma kwako, lakini nami yako maeneo ambayo nitakuhudumia. Tuheshimiane katika kuhudumiana. Eli
akamuona huyo amelewa. Lakini Mungu atupe neema ya kujifunza. Hayuko mtu anayejua yote, hayuko. Wewe ukijifanya unajua yote ni kujifanya, na kwa hatuwezi kuzuia kujifanya, lakini utakuwa unajifanya kama unafikiri unajua yote. Hayuko anayejua yote, ni Mungu peke yake anayejua yote, ambaye hata kesho anaijua. Yule mama alipopewa kujieleza akasema, mtumishi wa Bwana kasisi, mtumishi wa Bwana shemasi, mtumishi wa Bwana baba askofu, mimi sio mlevi, nina uchungu moyoni, nina na maumivu, sina uzao, na mke mwenza ananibeza. Nimeona nienda kwa Bwana asiye nibeza, lakini na wewe ambaye nifikiri nitaponea kwako nao unanibeza. Mimi sio mlevi. Kuhani akajifunza, akakuta nimelikoroga, na akasema, na Mungu asikie kuomba kwako, na iwe kama ambavyo unataka. Na Mungu akasikia, maana kuhani wa Bwana ameungama. Kwa Mungu atupe neema kuungama na kujifunza. Huyo ambaye ni mteja, lakini bado pamoja na uhitaji alionao, anayo nguvu ya Mungu katika moyo wake. Kwa Mungu atupe neema kujifunza. Nampenda Yohana Mbatizaji, akajifunza kwa Yesu anayekuja kwake ili abatizwe, na alikuwa anakataa, maana ndo aliyesema hata kushika gidamu zake si stahili, lakini anasema fanya tu ili nitimize torati, na akafanya. Na alipofanya, maana yake na yeye alijifunza. Ninampenda Yohana Mbatizaji pamoja na jopo kubwa ambalo Mafarisayo, watoza ushuru na maaskari wamemwendea, na walipomwendea na wale maaskari wakaambiwa, acha kubambikiza watu kesi, acha kubambikiza watu kesi, mhukumu kwa haki. Na watoza ushuru, kama sheria iko ya kiushuru, tozeni sawasawa na sheria ilivyoandikwa. Acha kuchomekea utozaji wa ushuru na kodi. Wamekuja watu wengi. Ninachompenda huyo Yohana Mbatizaji na watumishi wenzangu, Mungu atujalie neema, hata kama una jopo kubwa la watu wanaokufuata, usipandishe mabega. Yohana bado akaendelea kunyenyekea, pamoja na watu wengi wamemfuata, lakini bado alinyenyekea. Hata kama una vipawa ambavyo wenzako hawana, endelea kunyenyekea. Kwa nini? Maana ile Petro wa kwanza 5:5, Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Kwa Mungu atujalie neema ya kuweza tukijishusha, ili Mungu aweze kutuinua. Nakaribia kumaliza, na ninamaliza kwa staili hii. Nimebarikiwa kwamba Roho ya Mungu ikawa juu ya Yesu, na alipotambulishwa na Yesu mbele ya safari, sasa kadhihirisha utambulisho wake. Anasema, mimi ni ufufuo na uzima, na akafufua. Na tunapotambulishwa wapaka mafuta wa Bwana, kanisa leo linawatambulisha nyewe wapaka mafuta wa Bwana, na mikono ya huyu ambaye naye amepata neema kwenda kuwawekea. Na Yesu huyu sawasawa na ile Isaya 61:1-9 na Luka 4 ile 18 hadi 19, anapoeleza Roho wa Bwana kwa yu juu yangu. Na alipoona uzuri wa Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, yeye mwenyewe ni shahidi, mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa anajua nguvu ya Roho Mtakatifu inavuka uwezo. Anajua nguvu ya Roho Mtakatifu, alipobatizwa ameiona nguvu ya Roho Mtakatifu. Anajua uwezo wa nguvu ya Roho Mtakatifu, alipofufuka akafufuliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana sasa ile Matendo ya Mitume 1:8 anasema, lakini mtapokea juu yenu nguvu ya Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Watumishi wa Bwana mtakaowekewa mikono hapa, mkawe mashahidi wa Yesu katika Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Ni wapi Yerusalemu? Maisha yako binafsi yana ushuhuda. Ni wapi? Ni Samaria na Uyahudi. Majirani na koo zako na ndugu wa karibu wao na ushuhuda wa kwamba una nguvu za Mungu.
Ni wapi mwisho wa dunia? Utume mkuu wa Yesu kuitwa popote. Popote uwapo, wanakokujua na wasikokujua. Maisha ya ushuhuda na matendo yanaongea zaidi juu ya maneno. Kwa Mungu atujalie neema hii, nguvu ambayo Mungu anawafunika yeye mwenyewe. Iwape nguvu, iwape ushindi. Pokea nguvu katika miguu yenu. Pokea nguvu katika mikono yenu. Pokea nguvu katika midomo yenu. Pokea nguvu katika vinywa vyenu. Pokea nguvu katika mioyo yenu. Ningejua kuanzisha nyimbo, ningeanzisha wimbo wa 345, lakini najua sijui. Maana mtu kijifanya unajua kila kitu, tatupeleka chooni. Mzee Mwakilembe, najua hili, mwenzangu Mwakilembe naweza. Kwa hiyo jua tu kwamba usiloweza naweza mwingine. Baba, ule wimbo 345, mteteni Yesu. Naomba tusimame.
Asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Mungu umekwenda kumtumia sawa sawa na ulivyopenda kunena na kanisa lako, kuliachilia neno la wakati. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watumishi wako wachungaji ambao wanaanza huduma, ambao wamekuwepo hapa kwa mafunzo. Yesu wa Nazareti, asante kwa sababu ndiye uliyewaita, na kwa sababu wewe ndiye uliyewaita, na wewe utaendelea kuwatumia na kuwafanya kwa vyombo vyako vitakatifu. Asante kwa watumishi wako ambao wanakwenda kupewa huduma ya ukasisi, kusogezwa kwenye hatua nyingine kwa wazee katika kanisa hili. Mungu mwaminifu mwema, wewe ambaye katika Injili ya Yohana ule mlango wa 15 mstari wa 16 unasema, si ninyi mlionichagua bali ni mimi nimewachagua. Na lengo la kutuchagua na kutuweka ili tukuzarie matunda. Saidie watumishi wako wanapokwenda kwenye huo utumishi Bwana, kukuzaria matunda sawasawa na ulivyowachagua. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa ajili ya kamati tendaji, asante kwa ajili ya eneo la misheni ya Morogoro, asante kwa ajili ya mchungaji wa ushirika huu wa Morogoro na waumini wote. Baba, pokea utukufu kwa sababu wewe ni Mungu umetuhudumia. Pokea utukufu Yesu kwa sababu umetudhihirishia ya kwamba Yesu mwaminifu unakwenda kutupa msimu mpya. Nasi tunaamini Bwana kwamba kanisa la Moravian Mashariki tunakwenda kupokea msimu mpya, msimu wa kwako, msimu uliokusudia wewe, msimu wa mabadiliko, msimu wa mageuzi, msimu wa kuzaliwa upya, msimu wa kufinyangwa upya Bwana. Asante Yesu mwaminifu. Tunaamini na tunakubali Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu mwaminifu, tunapoendelea na ibada hii, uwepo wako uwe pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen.